Jambo na karibu, langu jina ni Maskini Msomi. Jopo la majaji watatu wa mahakama kuu limeidhinisha kutimuliwa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, jambo linalomaanisha kuwa kuondolewa kwake ofisini kunabaki kuwa halali. Mahakama ilibaini kuwa mchakato wa impeachment ulifanywa na bunge la kitaifa na seneti ulifuata viwango vinavyotakiwa na katiba pamoja na sheria. Gachagua anaendelea kubaki ametimuliwa madarakani. Pia mahakama imekataa kubatilisha maamuzi yaliyofanywa na bunge la kitaifa na seneti tatu. Majaji hawakupata sababu za kutosha za kubatilisha mchakato wa impeachment. Uamuzi huo unathibitisha uhalali wa mabadiliko yaliyopelekea uteuzi wa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais. Yaani kile ambacho inamaanishwa hapa ni kwamba matokeo ambayo yametolewa leo kuhusiana na kesi ambacho kilikuwa kinasikizwa leo, inasemekana ya kwamba matokeo ambayo yalitolewa ama uamuzi ambao ulitolewa ulikuwa wa halali na ikabaki kuwa Gachagua bado atakuwa ni ukweli ya kwamba mchakato mzima ambayo ulifuatwa ni wa ukweli. Kulingana na uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa leo, jopo la majaji watatu liliamua kwamba mchakato wa kumng'oa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ulifuata katiba na sheria. Hivyo mahakama haikubatilisha uamuzi wa bunge la kitaifa na seneti. Maamuzi makuu yaliyotolewa ni manne. Amuzi la kwanza ni kwamba kuondolewa kwa Gachagua madarakani kunaendelea kubaki halali. Pili, mahakama ilikataa kufuta maamuzi yaliyofanywa na bunge la kitaifa na seneti. Tatu, majaji hawakupata sababu za kutosha za kutangaza mchakato wa impeachment kuwa batili. Nne, uteuzi wa Kithure Kindiki kama naibu rais unabaki kuwa halali baada ya mahakama kuthibitisha uhalali wa mchakato huo. Hatua inayofuata kwa Gachagua ni kukata rufaa katika mahakama ambayo itaamua kupinga uamuzi huo. Kwa hivyo ni yale ambayo yalitokea leo. Kwa hivyo kulingana na matokeo ya leo ni kwamba uamuzi ambao ulikuwa umetolewa wa kumuondoa Rigathi Gachagua ulikuwa ni uamuzi wa kweli na mahakama ingeweza kubadili uamuzi huo. Kwa hivyo Gachagua atakuwa amebaki impeached namna ambavyo ilikuwa imetolewa.